Yanga walikuwa na changamoto sana kwenye matumizi ya nafasi eneo la mwisho pale. Nafasi zilikuwa zinatengenezwa nyingi, lakini unaona kuna shida. Ameongezeka Depu. Kuna kitu watu wamekiona na wamefurahi kwenye mchezo uliopita dhidi ya Mashujaa. Nafikiri kwenye mechi hii imemwongezea mwalimu headache ya kuchagua nani aanze nani asianze kati ya Depu na Prince Dube. Tunafahamu namna ambavyo Dube pia takwimu nzuri msimu uliopita, miongoni mwa washambuliaji ambao alikuwa na takwimu nzuri kwenye mashindano yote, ni pamoja na yeye. Mwalimu anaweza kufanya maamuzi magumu. Mwalimu anaweza kufanya maamuzi magumu. Na kwa nini anafanya maamuzi magumu? Kwanza anamfahamu mshambuliaji wake vizuri. Na hii record ambayo nafikiri mwalimu wa Yanga au kocha wa Yanga anajua kumtumia vizuri zaidi mchezaji. Kwenye timu ya taifa kwenye mechi 18 alizocheza akiwa naye ni mechi 3 tu hajafunga. Maana yake wastani wake yani mechi 18 goli 15. Amekuja Yanga mechi ya kwanza kafunga. Maana yake mwalimu na assist. Maana yake mwalimu anatuonyesha kwamba anamfahamu namna ya kumtumia huyo mchezaji. Lakini hata mwenyewe mchezaji akiwa ndani ya pitch, namna ambavyo anajiposition. Nafikiri mtu atakayeangalia goli ambalo alilifunga yeye baada ya ile free kick ya Okello. Washambuliaji wote mnaweza kampo kwenye mstari mmoja. Lakini yeye namna ambavyo aliweza kutime muda wa kutoka na kuelewa kabisa kwamba ikitokea golikipa amepunch. Yani ni mchezaji ambaye anataka kuhakikisha mpaka tukio la mwisho limekamilika. Kwa hiyo hizo ni instincts. Tunasema hivyo ni vitu ambavyo hakuna mwalimu anakuja kukufundisha kufanya. Ni wewe mwenyewe kufahamu kwamba maeneo yale inaweza nikapata kitu fulani. Anticipation ya kuweza kufahamu kwamba mpira unaweza kudondokea pale na niende nikafunge. That is something ambacho striker mwenyewe anakuwa nacho ndani. Lakini pia decision zake mwenyewe, unaona ana mpira yuko kwenye eneo gani, anajua hii engo siwezi kufunga, nitoe. Hiyo ni decision ambayo nafikiri Yanga walikuwa wanastahili kuwa nayo. Na kuongezeka kwake inaweza kuwa ni msaada mkubwa sana kwa Yanga, hasa kwenye mechi za kimataifa. Positioning ya mshambuliaji inaweza ikafanya mabeki wa timu wakapotea au wakawa sawa. Kwa hiyo kama yeye atakuwa ana roam na kwa namna ambavyo ana uwezo, maana yake kuna uwezekano viungo pia kanufaika kwa yeye kuwa kwenye position za half spaces kama ambavyo alinufaika Mudathir Yahya mchezo dhidi ya Mashujaa kwa kutoa assist. Lakini pia ikitokea pia kuna mazingira ya yeye kuwa kama final man anakupa. Kwa mimi nafikiri ni mshambuliaji ambayo kwa kumtazama anafanya vizuri na anaonekana kwamba atafanya vizuri. Shida ni kwamba the level of Mashujaa tofauti na level of Ahly. Kwa watu watoe matarajio makubwa. Kwa hiyo mabeki wa Ahly jinsi ambavyo wanautazama mchezo ni tofauti na ambavyo mabeki wa Mashujaa wanautazama mchezo.